She refused to let me go. Confirm. Did you refuse to let me go? Kaka, tell me. Ask them. Ask them what happened. So what's going on now? I'm going to town. I have to have a meeting in town quickly to sort out what's going on. But talk to these guys. So you want to get out, but I'm trying to get out, but they, Kaka, Kaka will go, Kaka. Open the gate. I'll take go. Open the gate. Go. You see, they refuse to let me go. Open the gate. I'm sorry, they won't release me either. I got to go. I can't go in my foot. Katika hali isiyo kawaida, mwekezaji wa kigeni wa kampuni ya Kegeila African Limited inayowekeza katika sekta ya utalii katika eneo la Olorien wilayani ya Rumeru mkoani Arusha ameeleza kukutana na changamoto kufuatia hatua ya askari waliodaiwa kufika katika eneo hilo na kuwaondoa walinzi wa kampuni binafsi aliyokuwa amewajiri kulinda eneo lake. Kwa mujibu wa mwekezaji huyo, walinzi hao aliwaweka katika eneo hilo kwa lengo la kulinda mali na shughuli za ujenzi unaoendelea ambao anadai alipata kibali kutoka ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri ya Arusha DC tarehe 9 Machi mwaka 2026. Hata hivyo, imeelezwa kuwa siku ya Jumapili ya Machi 15 mwaka 2026, ofisi hiyo hiyo ya mkurugenzi wa Arusha DC ilitoa barua inayodai kusitisha shughuli za ujenzi katika eneo hilo, ikieleza kuwa ujenzi huo hauna kibali na kwamba unatakiwa kusimamishwa mara moja. Taarifa hizo zimeibua mkanganyiko kwa upande wa mwekezaji huyo ambaye anadai kuwa alipewa kibali cha ujenzi na ofisi hiyo siku chache kabla ya barua hiyo ya kusitisha ujenzi kutolewa. Aidha, mwekezaji huyo alidai kuwa kwa muda takriban saa 12 hakuweza kutoka nje katika eneo lake la makazi, na hiyo ni baada ya kuzuiliwa na walinzi wa kampuni binafsi ya ulinzi waliokuwa katika eneo hilo walimzuia kutoka nje. Kutokana na hali hiyo, mwekezaji huyo aliwaita waandishi wa habari kufika eneo hilo ili kushuhudia tukio zima. Baada ya waandishi wa habari kufika, aliruhusiwa kutoka nje ya eneo hilo huku akiwaeleza kuwa ameitwa kufika katika ofisi za serikali. Hata hivyo, kwa njia ya simu tulimtafuta msimamizi wa kampuni hiyo ya ulinzi ili kufahamu sababu za kumzuia mwekezaji huyo. Hata hivyo, alisema kuwa yeye si msemaji rasmi wa kampuni, hivyo hakuwa tayari kulizungumzia swala hilo. Nakwambia nataka kufahamu juu ya huyo mwekezaji wa kizungu wa kampuni ya Greenland Africana Limited ambaye mmepewa kazi ya kulinda atoke nyumbani kwake. Wewe ni mwandishi wa habari? Ndio. Sasa sikiliza ndugu yangu, mimi sio msemaji wa kampuni. Ndugu yangu, sina mamlaka ya kuzungumza chochote na lolote. Asante bosi wangu, na siku njema. Pia tulimtafuta mkurugenzi wa halmashauri ya Arusha DC ili kupata ufafanuzi wa kina kuhusu sakata hilo. Hata hivyo, jitihada hizo hazikufanikiwa hadi wakati wa kurusha habari hii, huku tukiahidi kuendelea kumtafuta kwa ajili ya kupata maelezo zaidi. Jina mimi naitwa David Bulengo. Ni mshauri mkuu wa Kegelia Investment. Kegelia Investment ni project imeanzishwa na wawekezaji kutoka Amerika pamoja na wa Tanzania, na hii investment imeanza kuanzia 2022 na imekamilika 2023. Na sisi tulimshauri kwamba Tanzania ni sehemu salama ya kuwekeza, especially kwenye sekta ya utalii, na serikali ya Mama Samia inaendeleza sana utalii na anapenda sana uwekezaji wa utalii. Ndio akaja na hii project na ameendeleza hii project mpaka ifike hapa. Mgogoro uliokuwa hapa, mimi naomba niwe wazi, kwa upande mmoja ni mgogoro wa hii barabara ya kupita, lakini kwa undani zaidi wazungu wanasemaga sabotage, ya kibiashara, kwamba hawataki mwenzao aendeleze hii project. Kwa ufupi mimi nitasema ndio hiyo sababu. Nyaraka zote anazo, wameuziana hii shamba, kuna mkataba wavyoziana hii shamba. Alipitia eneo zote za serikali, alipitia FCC, alipitia TAWA, serikali ikambless, ikampa nyaraka zote hizo. Hii Jumapili ni siku ya mapumziko, tunapata barua kupitia mjenzi wetu kama tusimamishe ujenzi wa fence. Ujenzi wa fence ni muhimu sana sababu wanyama hawawezi kuja hapa bila fence kuwepo. Madhara ya hii ni kwamba huyu mwekezaji amekuja hapa kuwekeza, ameweka hela nyingi hapa. Mkipitia hapa muangalia hii lodge, ni lodge ya super luxury, ni wageni na watalii wa juu.
na kitu kinawavutia wageni ni hawa wanyama, na hata wenyeji wa Arusha wanaweza kuja kuona wanyama. Lakini paka leo siwezi kusema hata sasa hivi, kwa hii miaka miwili tumesumbuliwa hivi, huyu mwekezaji ameshindwa kuingiza hela, serikali inashindwa kupata kodi, hatupati maendeleo yoyote. Shughuli inafanywa na huyu mwekezaji ni shughuli mbili, na ukiona hii eneo imegawana mara mbili. Kuna eneo ya zoo na kuna eneo ya hoteli. So kuna upande mmoja ni hoteli, nilikuwa nasema ni ya super luxury na vyumba kama 15 iliyokuwa ina receive wageni kutoka kote. Hii hoteli ina restaurant pia, na pia ina hii zoo ya kuonesha wanyama kwa wageni walikuwa hapa, na pia na watu walikuwa wanatembelea au watalii walikuwa wanapita, sababu tuko kwenye njia ya kwenda Manyara na Ngorongoro. Hata wageni walikuwa wanapita walikuwa wanaweza kupita hapa wapate lunch na pia waweze kuangalia wanyama. So hii ndio project iliyokuwa hapa, na ina opportunity kubwa ya kuingiza hela kwa ajili ya serikali in terms of kodi, levies na vitu vyote kama hivi. Kuzuia ujenzi wenu sasa Kwanza tunashindwa kuleta wanyama hapa, na tayari tumeshawekeza hizi sehemu za kuhifadhi wanyama, so tunapoteza income. Pili, kashalipa permit zote za tawa, yet kwa miaka miwili ameshindwa kuleta wanyama. Tatu, ni ngumu kuendeleza hii project wakati tunakuwa frustrated na investment, hata wageni kuja kukaa hapa inakuwa ngumu, sababu income hatupati. Mwekezaji kashaweka hela hapa, mara tunasumbuliwa, mara tunaitwa huku, wakati sisi tunajua nchi yetu ni nchi inataka uwekezaji, ni nchi iliyokuwa inataka usalama wa uwekezaji, na tunaomba sana serikali itusikilize.